Wewe tunataka kusikia bana, manake finali hii Kamanda Jeffrey. Hali hapa ni nzuri. Tulikaa Casablanca, timu imeweza kufanya mazoezi session mbili. Ndio. Session ya kwanza ilikuwa ni juzi jioni, session ya pili ilikuwa ni leo asubuhi. Na hivi tunavyozungumza ndio kwanza tumetua kama dakika zipatazo 10-15 mpaka labda 20. Ndio. Naam. Uwanja wa ndege wa mji mdogo wa Uja ambao tutakuwepo hapa mpaka kesho. Na kesho tutaelekea Bekane ambako ndio mechi inakwenda kupigwa. Kwa hiyo tuko hapa tunajaribu kufanya logistics zile za safari. Kuna watu wanachukua mizigo yao, na hali kwa kifupi ni nzuri, hakuna tension yoyote. Nafahamu kwamba Watanzania wanataka kujua hali za wachezaji baada ya kusikia issue za uwanja na vitu kama hivyo kabisa. Na wathibitishia kwamba hali ya wachezaji nzuri, hawajakumbwa na tahayari yoyote, tension yoyote, na wako tayari na mchezo, whether utapigwa uwanja wa Taifa, whether utapigwa Amani Zanzibar. Hali ya wachezaji ni ya utayari, kwa sababu wanatambua kwamba hii ni vita, na kama wanajeshi wako vitani na wako tayari kupigana vita kwa mazingira yoyote. Kamanda, umezungumza vizuri sana. Kwa hiyo Simba anakwenda kucheza mchezo huu mpaka kufika hii leo, hakuna figisu ya namna yoyote ambayo amefanyiwa. Hakuna figisu yoyote. Kile ambacho kinaweza kufanana na figisu unaweza kusema labda ni juzi tumetua pale Casablanca, lakini uongozi wa Simba ulihakikisha kwamba wachezaji viza zao ziligopwa mapema na hawakupoteza muda hata zaidi ya nusu saa pale airport. Tayari viza zao zilishughulikiwa, wakaenda hotelini mapema. Ni sisi wengine ambao tulipata ile kadhia ya kukaa pale kwenye uwanja wa ndege kwa takriban saa kati ya 5 mpaka 6. Kwa hiyo kwetu sisi haikuwa shida sana, kwa sababu wote tunajua kwamba tumekuja hapa kwa ajili ya football, kwa ajili ya timu, na kama wachezaji wako salama, sisi wengine tutapitia tabu ama figisu yoyote ile, ili mradi isiwakute wachezaji. Kwa hiyo hali ya wachezaji na hali ya timu iko vizuri, hakuna figisu yoyote ambayo imefanywa, hakuna mchezaji ambaye ana injury, hakuna issue yoyote ya kuwekewa sijui kitu kwenye chakula. Na mazingira yote hayo yamewekewa ulinzi imara sana wa uongozi wa Simba na staff wengine ambao wameambatana na timu. Lakini faraja ni kwamba kuna kundi kubwa la mashabiki ambalo liko hapa tayari kuwafariji wachezaji, na mechi inakwenda kupigwa Bekane, sehemu ambako capacity ya uwanja ni kati ya watu 8,000 mpaka 10,000. Kwa hiyo kutakuwa na crowd ya kutosha wa Tanzania ambao watakuwa nyuma ya timu na kuhakikisha kwamba support inapatikana. Kamanda, upo eneo la tukio na viongozi wa Simba wapo. Hii minong'ono ya mechi kuchezwa Zanzibar ama dimba la Benjamin Mkapa, tuchukue lipi Kamanda katika kudukua kwako? Nimezungumza na viongozi, nimezungumza na mwenyekiti Murtaza Mangungu, nimezungumza na Salim Chage, nimezungumza na waziri mwenye dhamana ya michezo makamu kwa maana ya Hamis Juma Mwana FA, na amenionyesha mawasiliano ambayo amekuwa yeye mwenyewe binafsi anafanya na watu wa CAF, ikiwemo kuwaonyesha taarifa rasmi kabisa kutoka kwa mamlaka za hali ya hewa. Ambacho naweza kuambia Watanzania ni kwamba mapambano yanaendelea, na kuna possibility ipo ya haya yaliyozungumzwa kwamba mechi inakwenda kuchezwa. Possibility iko ya haya maamuzi kubadilika, kwa sababu wote tunafahamu nguvu ya uwanja wa Benjamin Mkapa, wote tunafahamu nguvu ya mashabiki wa Tanzania wakiwa wanataka jambo lao. Kwa hivyo hali ya kuhakikisha kwamba hiki kilichosemwa kinabadilishwa inaendelea kwa kada mbalimbali, kwa maana ya watu wa TFF kutoka barani Afrika, kiongozi mkubwa wa soka nchini Morocco, kiongozi mkubwa wa kiserikali na kisiasa nchini Morocco. Kwa hivyo haya yaliyofanyika ni mambo ambayo watu waliyategemea, na ndio maana hata yale ambayo tulizungumza kwenye Crowd Sports jana kabla ya hiki ambacho kimezungumzwa leo, tulizungumza tuka review vizuri huyu Fauzi Lekia ni mtu aina gani. Kwa hivyo hiki kilichotokea ni kitu ambacho kilitegemewa na watu walijiandaa kwa hii hali. Ndio maana nakwambia kwamba juhudi zimefanyika kuhakikisha kwamba hii hali haiwasumbui wachezaji kwa mazingira yoyote. Basi Kamanda, tutakutana kesho panapo majaliwa ndani ya Crown Sports kuyachakata na kuyachagiza kwa kina zaidi yale yote ambayo umeanasa usiku huu. Asubuhi tutawapasha wasikilizaji wetu. Asante. Na kabla hujaondoka mkali wa dimba, ndio
Niwaahidi tu wasikilizaji wetu wa Crown Sports kwamba kesho panapo majaliwa tutawaandalia taarifa nzuri ambazo zitapatana na interview, na moja kati ya interview ambazo tunawaahidi watu kufanya. Tutafanya interview na aliyewahi kuwa mfadhili wa Simba Sports Club, Mzee Azim Dewji, ambaye amekutana na timu yupo hapa. Na tutazungumza naye kuhusiana na finali ambayo Simba waliwahi kufika mwaka 1993. Wapo malegend wa Simba, yuko mtu kama Jamhuri Kiwelo Julio, yuko Mzee Hassan Dalali. Wote hawa ni watu ambao tumepanga kufanya nao interview, na watatupa mtazamo wao wa kile ambacho kimetokea kwa kurifaa kile ambacho kiliwahi kutokea wakati wao walipokuwa wanahusika na Simba. Yuko pia kiongozi wa zamani ambaye pia ni mchezaji wa zamani, Hamis Kisiwa. Wote hao na waahidi wasikilizaji wa Crown kwamba kesho panapo majaliwa tukiamka salama mtapata kuwasikia kupitia Crown Sports. Basi kesho Crown Sports tutaihamishia hapo Bekane. Hao wadau wetu, viongozi hao waandae kwa uzuri kabisa. Kamanda Jeffrey, tulipige jaramba kwa kina zaidi na kwa undani zaidi. Asante. Nikushukuru, lakini salama hapo Dar es Salaam. Pamoja sana.